Sisi ni kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo. Tuko kwenye miradi hii kwa niaba ya Bunge zima la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na leo tumetembelea miradi kadhaa pamoja na mradi huu wa hapa Chuo Kikuu Kishiriki cha Elimu DUCE, ambacho ni chuo ambacho kiko chini ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Katika chuo hiki tumetembelea majengo mawili. Jengo la kwanza ni maabara ya sayansi na jengo lingine ni maabara ya lugha. Majengo haya tumeyakuta yako katika nafasi kubwa ya utekelezaji, ni zaidi ya 80%, na mkataba wa mkandarasi unaonesha yanakamilika mwaka huu. Kwa hivyo mapema mwaka huu majengo haya yataanza kutumika na kuweza kutoa tija ambayo imekusudiwa katika ujenzi wa majengo haya. Lakini kubwa ambalo tumeliona ni kwamba mradi hii inatekelezwa vizuri kwa maana ya ubora wa katika ujenzi, matumizi ya fedha ipo, mkandarasi anafanya kazi bila kikwazo chochote. Lakini kubwa ambalo tunataka kulizungumza ni kwamba tunamshukuru na kumpongeza sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu tumefahamishwa kwamba fedha za utekelezaji wa miradi hii ni msaada kutoka World Bank, Benki ya Dunia. Na tukizungumzia fedha za nje kutoka Benki ya Dunia, manake ni fedha ambazo Dr. Samia Suluhu Hassan amezitafuta kutokana na mahusiano yake mazuri ya kimataifa. Ile uchumi wa kidiplomasia ambayo Mheshimiwa Rais anaizungumza mara kwa mara, sisi tunaishuhudia sana katika utekelezaji wa miradi ya HIT ambayo ni miradi ambayo inatekelezwa kwa fedha za nje, na inang'amua mambo mengi, inatatua changamoto nyingi katika shughuli za elimu ya juu kwa ujumla. Kwa sisi tunaipongeza sana serikali, tunampongeza Mheshimiwa Waziri Profesa Adolf Mkenda, Katibu Mkuu Profesa Caroline Nombo na timu nzima ambayo wanaoshughulika na masuala ya elimu, kwamba miradi yote ambayo tumetembelea ya elimu kwa kweli hatujaona kasoro. Tumeona fedha nyingi, Dr. Samia Suluhu Hassan anapeleka fedha nyingi, na kwa kweli zinatendewa haki kwa sababu miradi ipo kwenye mtazamo mzuri na kabisa inaonyesha kwamba ukamilikaji wake sio wa kusuasua, na baada ya muda mfupi tija ambayo imekusudiwa inaweza kupatikana. Hasa katika masuala ambayo amezungumzia pale ni kuhusu maabara ya lugha ambayo itawekwa hapa. Kutakuwa na maabara ya lugha ya Kifaransa na Kiingereza. Hasa nitaka kuelezea hili kwa Tanzania wote wajue kwamba katika mageuzi yetu ya elimu tutahakikisha kwamba tunapata walimu wa lugha ambao wataenda kufundisha shule za msingi, ili mtoto anayetaka kujifunza lugha kwa hiari, litakuwa sio somo la lazima, anataka kujifunza Kifaransa kwa hiari, au anataka kujifunza Kichina kwa hiari, au anataka kujifunza Kiarabu kwa hiari, aweze kujifunza. Kwa hiyo mtoto yote ambaye anasema mimi nitaenda shuleni, nitasoma kuanzia darasa la kwanza mpaka la 6 wakati wa shule ya msingi, lakini vile nitataka niongee Kichina, tuwe na mwalimu pale anaweza kufundisha na watoto wasome. Atakuwa masomo ya hiari. Lakini ili tuweze kufika huko tunahitaji walimu wengi. Tunahitaji vyuo vinavyofundisha walimu viwe na maabara ya lugha. Maabara hii inasaidia walimu kuwa na lafudhi na namna ya kutamka vizuri lugha ambazo sio za kwao. Uzuri hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kwenye hii chuo kishiriki cha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hapa DUCE, maabara itawekwa katika jengo ambalo mmeliona, ambapo walimu watakuwa wanajifunza walimu hapa, watajifunza vile vile kutamka vizuri kwa usahihi maneno ya lugha nyingine wanazojifunza. Hasa kuna vyuo vya walimu tutavigeuza. Moja cha Marangu chenyewe kitageuzwa kuwa lugha. Hatusingependa kuwe na mambo mengine pale. Asome mtu lugha mbalimbali, akitoka pale anaweza kawa mwalimu, lakini anaweza kawa mkalimani vile vile. Tutaangalia na vyuo vingine, nadhani Kondoa, lakini sasa hivi ni mapema sana kusema. Tutakuwa kama vyuo 3-4 ambavyo vitakuwa vinafundisha lugha, na tungependa wakati tunafundisha tuwe na maabara, mtu akisoma Kichina aweze kutamka Kichina, ili akiwa anafundisha darasani afundishe vizuri. Na inatoa fursa, unasomea walimu, lakini unaweza vile vile baadaye ukibadilisha karia, unaweza kaamua kuwa mkalimani, unaweza kuwa ni muongozaji wa watalii na kadhalika. Kwa hiyo ndio mwelekeo mkubwa tunaokwenda nao. Na chuo hiki hapa mnakiona kimeanza kumeweka maabara ya lugha. Mmesikia waheshimiwa wabunge wameulizia, wamesema watataka kuja kuangalia maabara ikishawekwa hapa. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kinacho maabara ya lugha. Na sisi tumeshaongea na mabalozi wa Saudi Arabia, tumeongea na waziri wa elimu alivyokuwa Emirates, tumeongea na naibu waziri wa elimu wa China alivyokuwa China,
kuwaomba walete maabara, kwa sababu kama sisi tunavyotaka Kiswahili kienee, na wenyewe wana maslahi ya kuhakikisha kwamba lugha zao zinaenea vizuri. Mimi naitwa Profesa Steven Oswald Maruka, ni rasi, yani principal wa chuo hiki kishiriki cha elimu Dar es Salaam. Majengo haya kwa wastani yanaweza kuhudumia wanafunzi 650 kwa wakati mmoja kwa yakikamilika. Kwa hiyo hawa ni vile vyumba, kwa hiyo wanafunzi wanaweza kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tunaenda kuongeza udahili, takriban wanafunzi 2000 wanaweza kuongezeka baada ya miundo mbinu hii kukamilika.